Manaibu waziri mlioko hapa pamoja nasi, Balozi Dr. Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo pamoja nasi, Bwana Wallace Karia, Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, na viongozi ulioambatana nao, viongozi wa shirikisho na vyama vya michezo mliopo, ndugu wana michezo, na leo ni furaha yangu sana kubwa kuwaona wana michezo wa zamani, wacheza mpira wa zamani wako hapa wanajikongoja. Huwa nawaona tu kwenye TV wakihojiwa, wakilalamika bima ya afya, serikali tuone basi, tutambue, itualike. Leo nafurahi mmeonekana, mmealikwa, na yale mengine huwa nayasikia polepole, tutakwenda. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Asante. Ndugu wana michezo, niruhusu nami kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku uhai na afya pamoja na kutukutanisha hapa leo katika tukio hili muhimu. Vile vile nitumie fursa hii kuwakaribisha Ikulu jijini Dar es Salaam, lakini mara nyingine nitawakaribisha Ikulu Dodoma kwenye mji mpya. Ni furaha yangu kubwa leo kukutana nanyi katika hafla hii adhimu inayolenga kuwapongeza wachezaji wa Tanzania wa fani mbalimbali. Lakini motive ya kufanya shughuli hii leo ni watoto wangu wa Taifa Stars. Lakini leo hapa tuna wanamichezo kadhaa. Nikawaambia pamoja na Taifa Stars niitieni wana mandondi, niitieni wanawake wa futiboli, niitieni riadha, lakini niitieni maliasili, na wenyewe wameleta heshima kwa taifa. Kwa hiyo leo tuko makundi kama manne hapa ambao wote tumekusudia kuwapongeza. Lakini katika jambo jingine ambalo limeingia leo hapa, shughuli hii ni kama kumuaga pia Profesa Kabudi kutoka kwenye Wizara ya Michezo na kuja kwangu Ikulu. Ni too soon kubadilisha, lakini ni kwa sababu kuendana na siasa za dunia zinavyokwenda, ambazo zina jicho positive kwa Tanzania na nyingine zina jicho hasi kwa Tanzania. Pale Ikulu nahitaji akili iliyopevuka, yenye maarifa mapana, yenye uzoefu mkubwa, na mtu ambaye yuko vizuri kwenye kujieleza na kueleza jambo likaeleweka. Nimepiga picha serikalini kwangu kote, kasema Profesa Kabudi atanifaa. Lakini jengine ni kwamba punde hivi nimechagua washauri, nimeteua washauri wa rais, na nimemteua aliyekuwa makamu wa rais, atakuwa ananishauri mambo ya uchumi na miradi, lakini aliyekuwa waziri mkuu atanishauri mambo ya jamii. Sasa vile vichwa viwili vikubwa vinahitaji mtu aliyetulia, mtulivu, anayeweza kudili nao. Watoto wangu hao mara wanaweza kujijibia tu ikaja kesi, lakini profesa anaweza akaenda nao vizuri sana. Kwa hizo ndizo sababu zonifanya nimchukue Dr. Kabudi kwangu Ikulu aje kunisaidia kazi hizo. Lakini kajipa moyo kwamba Mwanaifee na Makonda wanaweza kuiendesha wizara ile vizuri, kwa sababu ni wizara ya vijana na wao vijana, na wao zile heka wanaziweza. Kwa hiyo vijana kwa vijana wenzao. Ningesema Makonda ndio mshauri, afanye kazi na washauri wangu wale, watu wangesema mama namjua vizuri Makonda. Lakini Makonda kwa vijana wenziwe yuko vizuri sana. Mwanaifee kwa wana mistari wenziwe, Mwanaifee uko wapi? Kwa wana mistari wenziwe yuko vizuri sana.
Ndugu zangu wana michezo, kwa dhati kabisa nianze kuwapongeza Taifa Stars kwa kufuzu na kufika hatua ya 16 bora ya Kombe la Mataifa ya Afrika, yani AFCON, kwa mwaka huu uliopita. Mafanikio haya ni makubwa na ni fahari kwa taifa letu, na ni ushahidi kwa soka letu sasa linaendelea kupanda viwango barani Afrika. Kwa mara ya kwanza nilikaa kwenye TV mwanzo mpaka mwisho. Siku hiyo nilikuwa nimefunga, nimekaa kufutari. Wakati naendelea na futari zangu, tayari mchezo unataka kuanza. Nikakaa nikaangalia watoto wangu kazi walioifanya. Lakini nataka niwaambie jengine, nimeondoka pale mwili wote unaniuma. Maana wakipigwa, wakizuiwa hivi mimi wakiekewa miguu, wakisukumwa mimi, Mungu wangu mbona wataniumizia watoto. Nimeondoka pale mwili unaniuma. Lakini hongereni sana, mmefanya kazi nzuri sana, na tunajua kwa nini yale yalitokea. Kwa sababu tuliocheza nao ni wenyeji, ni taifa lenye fedha, ni taifa ambalo lina ushawishi kwa wenzetu hao waandaaji. Kwa sababu tulikuwa tunayaona wazi na dunia imeona wazi kwamba Tanzania ni wapambanaji, wamepambana, lakini ilibidi lile litokee, iwe iwavyo lile litokee. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Mimi nawapongeza sana, mmefanya kazi nzuri sana. Nawapongeza pia benchi la ufundi, viongozi wa timu na wanamichezo wengine wote mliopo hapa. Ni ukweli kama walivyosema walionitangulia, michezo yetu imepanda, football yetu imepanda, lakini michezo mingine pia nayo inakwenda juu. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Aidha, nizipongeze timu za taifa, ikiwemo timu ya cricket kwa kufuzu kombe la dunia nchini Namibia. Nipongeze timu ya mpira ya miguu, watoto wangu wanawake, futsal, kwa kushiriki kombe la dunia nchini Ufilipino. Ni hatua kubwa sana. Hongereni sana sana. Pongezi zangu pia ziende kwa mabondia wetu waliotoa mikanda ya kimataifa, ikiwemo timu ya taifa ya ngumi za ridhaa iliyopata medali 18, ikiwemo moja ya dhahabu, medali za fedha 4 na 13 za shaba katika mashindano ya kanda ya 3 ya Afrika yaliyofanyika Nairobi, Kenya. Tunakwenda ndugu zangu, tulikotoka sio tuliko leo. Walau jina Tanzania linasikika, linaonekana kila kwenye fani. Pia nawapongeza kwa ushiriki wa mashindano ya dunia yaliyofanyika Dubai, ambako bondia wetu mmoja alifika hatua 16 bora. Sambamba na hilo, natoa pongezi kwa timu ya taifa au za taifa zilizofanya vizuri ukanda wa Sekafa, zikiwemo timu za vijana, timu za shule, timu za kuogelea na timu za watu wenye ulemavu. Zote nazipongeza, wamebeba bendera na wameipeperusha vizuri nje ya Tanzania. Kwa upande wa riadha, kwa mahsusi kabisa, nampongeza mwanariadha Alphonse Felix Simbu. Simbu, uko wapi? Asante sana kwa kushinda medali ya dhahabu ya Tokyo Marathon 2025, akiwa Mtanzania wa kwanza kutoa dhahabu ya kimataifa. Lakini vile vile pamoja naye pongeze kijana wetu Cecilia Ginoka Panga kwa kutoa dhahabu ya mbio za kilomita 15 zilizofanyika Sao Paulo kule Brazil kwa kutumia muda dakika 51 na sekunde 8. Hawa ni Watanzania waliopeperusha bendera yetu huko kwenye riadha. Nilikuwa namwangalia Simbu akipongezwa, anasema nimejaribu mara kadhaa, lakini mara hii nikasema mimi na medali mara hii. Lakini akawa na manunguniko kidogo, ni jitihada yangu binafsi. Serikali ina mkono kidogo, lakini sana binafsi. Tumekuona Simbu, tutakusapoti vizuri huko mbele.
Niseme kwa ujumla kwamba jitihada mlizoonesha nidhamu na mshikamano wenu ni alama ya uzalendo wa kweli. Mmeipeperusha vyema bendera yetu ya taifa la Tanzania na mmeandika historia mpya kwa taifa letu katika ulimwengu wa michezo. Ndugu viongozi na wanamichezo, niungane na walionitangulia kusema Said Gatenga, lakini na Waziri Kabudi kwamba tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Tusiwarudishe nyuma, wakue. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa. Kwa hiyo Bwana TFF na viongozi wa michezo, NEMA, mna kazi ya kuiangalia hapo. Jicho letu liwe kwa vijana wetu, lakini kwa nyanja zote, kuwafanyisha mazoezi, lakini pia vijimaslahi vyao. Basi tarehe gani ile nilikuwa nimekaa, mara napokea taarifa toka vyombo vyangu vya serikali, wachezaji wamegoma kwenda Morocco kutoka Misri. Nini? Kiposho kidogo hakitoshi. Mie Mungu wangu we, Makonda, haya mnafanyaje kuhusu hili? Sitaki vijana kule wawe demoralized in any case. Hebu changamka basi. Mara namsikia Makonda anatangaza dau la 200, nikasema yes. Hivyo hivyo. Kwa wachezaji, tunajua concern yenu kwenye viposho vyenu, tutalifanyia kazi na lenyewe. Ndugu viongozi na wanamichezo, Tanzania inaelekea kuwa mwenyeji wa AFCON. Maandalizi haya hayawezi kufanikiwa pasi na mshikamano wa pamoja. Hivyo niitake Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na mashirikisho ya michezo, vilabu na wadau wengine wa michezo kuhakikisha malengo tuliyojiwekea yanafanikiwa. Aidha, wizara ishirikiane na TAMISEMI kuweka mikakati mahiri ya kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo ili kukuza michezo kuanzia ngazi za chini. Na tunapokwenda AFCON, mpango masunulie tu tiketi waingie wakaone wachezaji wa nje wanavyocheza, timu za nje zinavyo. Wetu wanaangalia tu video kwenye YouTube na wanaigiza the same kinachofanyika kule. Wanaweza kuona mpira unavyochezwa uwanjani na wakaigiza vile vile. Kwa hiyo hebu tuwachague, tuwanunulie tiketi wawe wanaingia kwenye mashindano mbalimbali wakaone mpira unavyochezwa na wachezaji wengine wa nje. Hali kadhalika, nitoe rai kwa sekta binafsi kuendelea kuwekeza katika michezo, mathalan uwekezaji katika vituo vya kukuzia vipaji, yani sports academy, ambao ni muhimu katika kujenga mfumo endelevu wa maendeleo ya michezo nchini. Tuwashawishi, tuwape vivutio sekta binafsi na wenyewe waweze kuingia kwenye kukuza vipaji vya watoto wetu. Na kwa kutambua umuhimu wa michezo katika kukuza fursa za ajira, uzalendo na umoja wa kitaifa, serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayowezesha wanamichezo wetu kukuza na kuendeleza vipaji vyao ili baadaye watoe mchango wao katika timu zetu za taifa. Aidha, kwa mujibu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, serikali inapanga kuendeleza akademia za michezo, sports academies, kwa lengo la kuandaa
wanamichezo wa sasa na baadaye, ikiwa ni pamoja na kutenga fedha kwa ujenzi wa miundombinu ya michezo na ushiriki wa timu zetu katika mashindano mbalimbali. Ndugu zangu, kila ukikaa hapa harufu ile ikija unasema hebu speech iishe tuanze sasa. Sasa namalizia kwa kumshukuru Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu barani Afrika, Dr. Patrice Motsepe, kwa kunitunuku tunzo ya kutambua mchango wa serikali katika kukuza mpira wa miguu barani Afrika. Niseme kuwa tuzo hii niliyokabidhiwa leo na Waziri wa Habari imenipa chachu ya kuhakikisha mashindano ya AFCON 2027 yanafanyika kwa ufanisi mkubwa hapa nchini. Kwa mara nyingine tena, niwapongeze wanamichezo wote kwa kuliwakilisha vyema taifa letu katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Serikali itaendelea kushirikiana nanyi kuwaunga mkono na kuwekeza katika maendeleo ya michezo ili kukuza hamasa, kuendelea kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Mwisho, napongeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na Baraza la Michezo la Taifa kwa usimamizi mzuri wa michezo nchini, na nawasihi muendelee kuimarisha ushiriki wa pamoja kama ilivyo sasa baina yenu, Wizara ya Habari, vyama, vijana na michezo ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Wizara ya Habari ya huku pamoja na vyama vya michezo. Nimesema katika shughuli yetu hii tunapongeza pia Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa kazi nzuri walioifanya. Wenzetu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii wametuletea kwa ujumla vikombe 5 ndani ya taifa letu, lakini juzi Zanzibar walinikabidhi vikombe 3. Walinikabidhi kikombe cha Tanzania kuwa nchi bora kwa utalii Afrika, lakini Tanzania kwa nchi bora kwa utalii duniani, lakini pia wakanambia kuna kikombe ambapo hifadhi yetu ya Serengeti na wenyewe wamepata katika mashindano hayo juzi. Kuna kikombe ambacho Zanzibar imetambulika kama destination nzuri kwa mikutano ya kimataifa au kwa mikutano ya shughuli mbalimbali. Lakini kuna na kikombe cha 5 ambacho kimeletwa cha hoteli moja ambayo iko Tanzania na yenyewe imepata kikombe. Kwa tumepata vikombe 5. Sasa Tanzania kwa destination au kituo muhimu cha utalii kwa Afrika na dunia, hiyo ni sifa kubwa. Kwa hiyo kwa wale waliotaka kutuharibia amani ili kuharibu sifa ya Tanzania, washindwe na walegee. Tanzania itaendelea kubaki kitovu cha amani, na haya tulioshinda tutaendelea kushinda miaka mingi mbele inayokuja. Sasa ndugu zangu, wanasema mcheza kwao ufanyaje? Utunzwa. Sisi tumefanya vizuri, tumekuza soka la Afrika, tumepewa tuzo ile pale. Kwa na vijana wangu nyinyi makundi mbalimbali, mmekwenda mmefanya vizuri. Sasa mama ana zawadi yenu. Kwa makundi yote ambao tutawasiliana na wizara, na makundi yote watapata mgao wao. Kwa hiyo hongereni sana. Baada ya kusema hayo, sasa niwakaribishe tena katika hafla hii, na kama walivyosema Mrisho Mpoto, tule, tunywe, tugonge gilasi. Asanteni sana. Tuongeze tena makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais.
Haya, naomba tukae na wale wenzetu watatuinua meza moja baada ya nyingine kwa utaratibu waliouandaa ili tuweze kulifanya zoezi hili kwa utulivu wa hali ya juu. Tukae. Masaibu na mitihani huashiria kwa kudra za Mwenyezi Mungu mema yanakuja, na haya leo tumeona mema yamekuja, na mimi naamini kabisa kwa wote tunaomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, 2026 itakuwa njema 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 zaidi kwa Tanzania na kwa uongozi wako. Tumeanza vizuri na inshallah Mungu aliyeumba nchi hii, aliyehuluku nchi hii na kutuumba sisi waja wake, hata tupungukia katika mengi tunayomuomba. Na iwe hivyo, na iwe hivyo, na iwe hivyo. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie fursa hii mimi binafsi kukushukuru kwa dhati kabisa kutoka katika sakafu ya moyo wangu kwa kuendelea kuniamini na sasa kunifanya niage vyema sekta hii ya michezo. Niage vyema sekta hii ya michezo kwa kuniteua na kunipa heshima ya kukusaidia katika nafasi ya waziri wa nchi, ofisi ya Rais, Ikulu, kazi maalum. Mheshimiwa Rais, uliponiteua katika wizara hii, wako rafiki zangu wawili wakasema yote utafanikiwa, lakini mtihani wako mkubwa ni michezo. Kwa sababu mimi katika maisha yangu yote 17 michezo haikuwa sehemu ya mambo ambayo niliyatarajia kabisa. Sasa katika 17 ndipo sasa naingizwa katika michezo. Na rafiki zangu wawili, Dr. Agre Kalimwage Lucas Mlimuka na rafiki yangu Edwin Kagebukama Kiliba, walisema sasa una kazi, kwa sababu wao wanajua tukiwa wote wanafunzi tunakwenda kwenye michezo pamoja pale Tabora, uwanja wa Tabora. Mimi nakwenda na Novo. Kwa kila goli likifungwa nasema timu gani imefunga. Sasa wakaniambia sasa yamekukuta. Huna tena kuuliza timu gani umefunga, sasa yanakuhusu. Na katika hili Mheshimiwa Rais, ni kwa moyo kabisa wa dhati nimshukuru sana naibu waziri ndugu yangu Minjuma. Shukuru sana 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 sana. Umenifanya niipende michezo. Umefanya niipende michezo. Mke wangu Dr. Amina hakufanikiwa. Binti yangu Dr. Tumaini hakufanikiwa. Mwanangu Aidan Mwaluko hakufanikiwa. Lakini wewe umefanikiwa kunifanya niipende michezo sana. Na naamini hata huko niendako nitaendelea kuipenda michezo. Nikushukuru sana. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu Paul Christian Makonda. Katika muda huu ambao tumefanya kazi pamoja, vipaji vyako vimeonekana, na nakushukuru sana. Wakati naiaga timu Cairo inakwenda Morocco, nikamwambia mtakuwa na Makonda, na kwa kweli umetuwakilisha vizuri sana. Katibu mkuu na watumishi wengine, tuna nafasi siku ya Jumanne takapoikabidhi ofisi kusema nitakayoyasema huko. Mheshimiwa Rais, sehemu kubwa ya hotuba yangu imekwisha semwa na katibu mkuu alipotambulisha watu hapa, lakini pia imesemwa na ndugu yangu Karia, pia imesemwa na ndugu yangu Leod Gatenga, mwana Kilosa mwenzangu. Watu wengi hawajui, na nilikwenda shule ambaye baba yake alikuwa mwalimu wangu, Mwalimu Chila, baadaye nikahamia shule nyingine, lakini pia yamesemwa vizuri sana na Mrisho Mpoto. Na kwa sababu leo tumekutana hapa kwa hafla, sio siku ya maneno mengi. Jua nimejifunza Mheshimiwa Rais, hao na michezo hawataki maneno mengi, na hasa wakiwa wameshinda. Maneno yakiwa mengi wakati hawajashinda. Wakati hawajashinda maneno mengi,
Sasa sijajua huwa wanafanya vile kujitetea ili siwaulize mbona hamkushinda, lakini wakishinda hawataki maneno mengi. Na mimi pia nisiwe na maneno mengi kwa sababu leo ni jambo kubwa. Kubwa ni kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais. Shukuru sana. Toka mwanzo umewekeza sana katika michezo. Umewekeza sana katika viwanja, miundombinu. Wote tumeona hapa katika hii video iliyoonyeshwa. Uwekezaji mkubwa sana katika miundombinu hapa Tanzania bara, lakini pia tumshukuru Rais wa Zanzibar naye pia kwa kuwekeza miundombinu. Mimi nimeona miundombinu yote iliyoko Unguja, na nimeona ile miundombinu mingine iliyoko kwetu Pemba. Yote nimeiona, kazi kubwa, lakini yote ya Arusha, Dar es Salaam umewekeza sana. Lakini kikubwa zaidi, Mheshimiwa Rais, umewekeza katika timu. Sababu naweza kuwa na yote hayo, kama timu haina morali, kama timu haina motisha, mtabaki na majengo lakini hamtakuwa na timu. Kwa tukushukuru sana kwa kuwekeza katika yote hayo mawili. Na katika kuheshimu hayo, Mheshimiwa Rais, moja, nataka nitoe taarifa kuwa taratibu za kuanzisha wakala wa serikali wa kusimamia miundombinu ya michezo, yani Sports Infrastructure Management Agency, chini ya uongozi wa Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Moses Kusiluka umefikia hatua nzuri. Na naamini kabla ya AFCON tayari tutakuwa na huo wakala. Tunasema hivyo kwa sababu tumejifunza kwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Toka ulipojengwa haukusimamiwa, haukarabatiwa, na matokeo yake tumetumia fedha nyingi kufanya hivyo. Kwa tusingependa kurudia hayo katika hii miundombinu mikubwa mingine ambayo umetuwezesha kujenga. Lakini la pili ambalo napenda nikushukuru sana ni kuhamasisha michezo. Hakuna leo yoyote asiyejua goli la mama. Kuna ambaye hajui goli la mama? Hakuna. Na wengine, hayo nitaongea na Makonda, na najua wewe huo uwezo unao, na wengine nao wanataka waingizwe kwenye goli la mama. Labda niseme, wanasema goli la mama limekuwa kwa wanaume tu. Je, sisi wanawake na sisi goli la mama? Basi hayo yapo. Lakini pia knockout ya mama, miongoni mwa michezo ambayo sikujua ina hamasa kubwa hapa Tanzania ni ndondi. Ile knockout ya mama nayo imeongeza hamasa kubwa sana. Lakini pia katika sekta hii ya habari ni ile Samia Kalamu Award, nazo zimeongeza hamasa kubwa sana. Lakini ambao tumetambua mchango wako katika michezo, sio sisi tu, hata shirikisho la michezo la Afrika limefanya hivyo. Na ndio maana leo hii Mheshimiwa Rais, baada ya hotuba hii nitaomba nikukabidhi tuzo hiyo ambayo rais wa CAF aliitoa kwako na ukatuma kwenda kuipokea kwa niaba yako. Tumeipokea na leo tutakukabidhi hiyo tuzo. Mheshimiwa Rais, katika kumalizia hotuba yangu, sababu mengi yamesemwa, niseme hili jambo kubwa sana ambalo umetutendea la hafla hii. Hafla hii si ndogo hata kidogo. Ndugu zangu wana michezo wote, naamini kama iliwahi kutokea, labda wenzangu watanikumbusha, mara chache sana, ni nadra sana rais kuwakusanya wana michezo wote kwa pamoja kuanza nao mwaka mpya kwa hafla kama hii. Kwa tukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hili kubwa ambalo umelifanya. Kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, namshukuru sana Rais Dr. Hussein Mwinyi. Tumefanya naye vizuri sana, ametusaidia sana wakati wa CHAN. Na wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais unafahamu tulipokuwa na changamoto ya pitch. Mimi kwa mara ya kwanza sikujua kumbe katika uwanja pitch ni kitu kikubwa sana. Pitch na daktari wa nyasi, mimi ndio mara ya kwanza kujua nyasi nazo zina daktari. Kwamba nyasi nazo zinatibiwa, zinaugua. Mambo haya makubwa sana kuyafahamu wakati umri umesogea. Lakini tusaidia sana kwa yale yaliyofanyika kule pia kuyafanya vile. Na nimshukuru sana Waziri Tabia, tulifanya naye kazi vizuri sana. Na kwa dada yangu Dr. Riziki Juma Pembe, Mheshimiwa Rais huyu anaweza kudhani kwamba nilitarajia uteuzi huu. Juzi tumeongea kirefu sana, tumepanga mambo mengi sana.
Na nukta ya mwisho niliyomwambia, nikamwambia ndogo wangu, tuyapange mambo haya kama vile tutakaa katika hizi nafasi miaka 5, lakini lini tutakaa inajua mamlaka ya uteuzi na Mwenyezi Mungu. Kesho yake nimepokea Taifa Stars na usiku ya matokeo yaliyotokea. Kwa hiyo dada yangu Riziki, sikujua kabisa, na surprise yako ndio surprise yangu. La jana au wanautamani ujana au wanataka wabaki vijana, kama rafiki yangu Dr. Engineer Lord Gatenga. Na kazi kubwa ya michezo kote ni kujenga umoja, na ni moja ya nyenzo za kujenga uzalendo, utaifa, maadili ya taifa, lakini fahari ya nchi. Na fahari ya nchi ni muhimu sana. Nchi yoyote ambayo haioni yenyewe fahari yake na watu wake hawaoni fahari yao, basi ina upungufu mkubwa sana. Na Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia hilo na maelekezo yako ya kuimarisha tunu za taifa ikiwa ni pamoja na amani, napenda nitoe taarifa kwako kuwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Shirika la Utangazaji Tanzania TBC tumeanzisha kipindi maalum kinachoitwa Sisi ni Tanzania. Sisi ni Tanzania. Na palikuwa na mjadala, je, iwe sisi ni wa Tanzania au sisi ni Tanzania? Tukaona tuseme sisi ni Tanzania kwa maana ya kusisitiza kwamba Tanzania ni taifa, tena ni taifa linalojitambua, ni taifa ambalo sio linajitambua tu, limetoa mchango mkubwa katika kujenga utu wa Mwafrika, katika kuleta uhuru wa Mwafrika, lakini katika kuleta heshima ya Afrika, lakini kuifanya dunia iwe na amani na upendo zaidi. Kwa Mheshimiwa Rais, kipindi hiki cha Sisi ni Tanzania ambacho kinarushwa kila wiki, kilianza kurushwa kwa mara ya kwanza tarehe 28 Disemba mwaka jana, na kinarushwa kila siku ya Jumapili saa 10:05 jioni na kurudiwa kila siku ya Jumanne saa 5 asubuhi. Kipindi hiki ni jukwaa la kielimu na kijamii linalolenga kuwajengea vijana na makundi mbalimbali uelewa mpana kuhusu uzalendo, utaifa na maadili ya taifa kwa kuzingatia falsafa ya R4 ili kuwahamasisha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Lengo pia ni kukuza fikra chanya. Na hili Mheshimiwa Rais ni muhimu sana, kukuza fikra chanya. Tusiruhusu fikra hasi. Tukuze fikra chanya za kulipenda, kulienzi na kulitukuza taifa letu, hasa pale tunapopita katika mitihani na changamoto. Lakini pia kujenga mshikamano wa kitaifa, na kuzingatia maadili ya Kitanzania ili kurejesha na kuimarisha fahari ya kuwa Mtanzania. Umesema Mheshimiwa Rais, alisema baba wa taifa, alisema Rais Ali Hassan Mwinyi, alisema Rais Benjamin William Mkapa, alisema Rais Jakaya Mrisho Kikwete, alisema Rais John Pombe Joseph Magufuli, na wewe umelisema, hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania. Hakuna mbadala wa Tanzania kwa Mtanzania. Mtu anayejiita Mtanzania akianza kuzungumzia mbadala wa Mtanzania, huyo sio Mtanzania kindakindaki. Tanzania kindakindaki, hakuna mbadala wa Mtanzania. Na tusome tena shairi la Shaban Robert, titi la mama ni tamu hata kama ni la, titi la mama ni tamu hata kama ni la. Tanzania ni tamu kwa sisi wa Tanzania wote, na kwa msingi huo tuiheshimu Tanzania kama mama yetu, na hatuna mama mwingine isipokuwa Tanzania. Na Mheshimiwa Rais, nirudie tena kukushukuru sana 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 kwa hafla hii ya leo. Ni hafla kubwa sana, na niungane na ndugu yangu Dr. Riziki Pembe kwamba wanawake
ukiwakabidhi jambo wanalifanya vizuri. Kwa hiyo nilitaka kusahau kumshukuru sana Bi Neema. Iko wapi Neema? Neema, asante sana Bi Neema Msita. Mheshimiwa Rais huyu naye amenisaidia sana kujua mchezo wa mpira, na typical of daughters wanasubira kukuelewesha, hasa pale unapouliza maswali mengi ambayo wengine watakucheka, hata hili hujui, hata hili hujui, hata hili hujui, hata hili hujui, lakini yeye amekuwa msaada mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, kabla sijakukabidhi zawadi hii au tuzo hii ya CAF, pia niwashukuru sana wenzetu wa mali asili na utalii, Dr. Shatu Kijaji, tunakushukuru sana. Hawa waliorudi kutoka Morocco, na ndugu Makonda ameniarifu na amenikabidhi ripoti ambayo inapita sasa kwangu tena inakurudia wewe mwenyewe. Amesema kule wamejifunza kitu kikubwa sana. Michezo hii inabebwa sana na utalii. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, busara yako ya kwamba ndugu zetu hawa maliasili na utalii washiriki katibu waziri na katibu mkuu na wale wote wa bodi ya utalii imekwenda vyema kabisa na dhima nzima ya maandalizi ya AFCON 2027. Mheshimiwa Rais, nimeambiwa na wachezaji wa timu ya Taifa Stars na rais mwenye ara ndogo kwamba mna zawadi ya kutoa. Ni kweli au Basi kama ipo kwa utaratibu uliopangwa, ili kabla mimi sijamkabidhi Mheshimiwa Rais zawadi yake, tuzo yake, basi kama linakubalika kiitifaki, tulifanye ili hata kuionyesha hiyo zawadi, alafu mimi nimkabidhi Mheshimiwa Rais tuzo, alafu nimwalike aje atoe hotuba yake hapa kwetu, lakini baada ya hapo tuende kwenye ajenda iliyotuleta ya maakuli. Kama liko vingine basi ni sawa. Basi nitaanza mimi alafu itafuata hiyo. Mheshimiwa Rais, ni kushukuru sana kwa hili, na nimeelekezwa kwamba kinachoanza ni kile ambacho kilitanguliwa kutolewa, na kilichotanguliwa kutolewa ni tuzo. Sasa baada ya tuzo, wachezaji wetu pia nao watakuwa na memento, zawadi ya kwanza kukushukuru wewe kwa kuwatendea yale yote yaliyo mema, lakini pia ibaki kama kumbukumbu ya shukrani yao kwao. Basi Amidi, niombe msaada wako. Naam. Wa maelekezo. Jamani, Amidi Kiingereza ni dean. Sasa huyu sio mshereheshaji. Huyu ni dean. Na Mheshimiwa Rais, nilipewa kazi hii kwa miaka karibuni 20 chuo cha Dar es Salaam. Kazi yangu ilikuwa kama hiyo. Sasa wakati nimepata uprofesa, ili kunifanya nisiwe mnyonge, wakasema profesa hawezi kuwa MC. Kwa hiyo wakaniita mimi Dean of Ceremonies, yani Amidi wa sherehe. Lakini kazi ni ile, lakini wakasema sasa profesa hawezi kuwa Master of Ceremonies. Wewe toka leo utaitwa Dean of Ceremonies. Na baraza la chuo likakaa kupitisha. Kwa hiyo na yeye huyu naibu mkurugenzi wa Ikulu hawezi kuwa mshereheshaji, ni Amidi wa sherehe. Profesa, naungana na wewe kabla hujashuka.